Dr. Hussein Abbas Tayebji ni daktari bingwa wa macho katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga Bombo. Karibu idara ya macho katika ufulizo vya vipindi ya utoaji ya elimu kwa umma. Leo nitaongea jinsi ya kutumia dawa sahihi ya macho. Mtu anaweza kupata shida yote tu ya macho muda wote tu. Cha kwanza atafanyaje? Atatumia dawa yote tu ikiwepo nyumbani, au atakimbia duka la dawa kununua dawa za macho au dawa ya matone wanavyotamka. Sio kila dawa yote tu unaweza kutumia kulingana na shida uliopata. Ni vyema kwanza uje hospitali ukafanyiwa uchunguzi na daktari wa macho. Utakaa kwenye hizi mashini, utapimwa macho, na kama unahitaji kutumia dawa utaandikiwa dawa. Baada ya hapa ndo utaenda kununua dawa duka la dawa. Sio unavyotaka kuenda kununua duka yote tu ya dawa na unatumia bila ushauri wa daktari wa macho. Dawa jinsi alivyoandika daktari, hakikisha unasoma hiyo cheti chako ya dawa na dawa uliopewa. Kwa saa hapa jinsi unavyoona kuna dawa zote za matone, lakini ni aina mbalimbali kulingana na shida yako ya macho. Hakikisha unacheki hiyo jina uliopewa na boksi uliopewa ni sahihi au la. Unafanyaje? Ukifika nyumbani unafungua dawa boksi yako ya dawa. Kabla hujashika dawa ya macho, unahitaji kuosha mkono na sabuni, ile mkono iwe safi na mazingira iwe safi, kwa sababu dawa ya macho inahitaji usafi sana. Kama ukifungua dawa, umeshaosha mkono na dawa, umeshaosha mkono na sabuni, hapa umeona kwamba hamna matone inayotoka. Unafanyaje? Watu wengine wana tabia ya kuchukua kisu, watatoboa na chochote kali. Sio sahihi. Hakikisha kama matone haitoki, kwa sababu dawa ni mpya kwa ajili ya usalama wenu. Unafunga tena kopo ya juu, unakaza. Ukishakaza ndo imetoboka. Ukishafanya hivi ndo unacheki. Sasa hivi umeona, sasa hivi matone yanatoka. Baada ya hapa ni vyema usiweke hiyo funiko chini, kwa sababu kila sehemu iwanifu ni sehemu safi, kuna bakteria. Hakikisha unashika funiko, kwa sababu umeshaosha mkono yako na sabuni. Na kama unavaa miwani, unatoa miwani. Unalala kitandani, au kama hamna kitanda unakaa kwenye kiti, unafanya shingo hivi juu. Umeshafanya hivi shingo juu, inashauriwa kama kuna ndugu au mtu yote yuko pembeni akusaidie kuweka dawa, kwa sababu kwanza macho imeathiri, alafu ukiweka dawa pia unakuwa na kiasi ya uoga. Unaweza kuhisi nimeweka dawa lakini dawa imetoka nje. Ni vema mtu akusaidie kuweka dawa. Baada ya hapa unawekaje? Unafanya shingo hivi juu, unafanya kopi ya chini hivi chini, ndo umepata sehemu ya kuweka dawa. Unaweka tone moja. Ukishaweka hiyo tone moja, unafunga macho polepole kwa dakika 3 mpaka dakika 5. Ukifunga kwa nguvu, machozi yatatoka, dawa yatatoka, inamaanisha macho hajapata dawa. Baada ya hiyo muda imeshafika, unaweza kufungua macho na unaendelea na shughuli zako kama kawaida. Hakikisha unafunga dawa kwa usalama. Haitakiwi kuguswa hapa na mkono wala hapa na mkono, kwa sababu utaingiza bakteria na utafunga bakteria kwenye hiyo funiko na hiyo dawa. Ukiweka tena utaendelea kuweka bakteria kwenye macho, hii utapata shida nyingine. Hakikisha unarudisha dawa yako kwenye boksi uliotumia, ile
Kama umepata boksi kama 2, 3 dawa tofauti tofauti, isikuchanganye dawa gani niliweka muda gani. Hakikisha dawa unaweka sehemu safi, isiwe na sehemu chafu, kwa sababu dawa ya macho inahitaji usafi. Uzingatie muda ya kuweka dawa. Dawa nyingine inahitajika kuweka kulingana na shida yako, inahitaji kuweka baada ya nusu saa, inahitaji kuweka baada ya saa moja, inahitaji kuweka baada ya masaa mawili. So hakikisha kabla hujatoka hospitali, daktari au manesi au mfamasia akueleweshe jinsi ya kuweka dawa baada ya muda gani. So muda ya kuweka dawa ni muhimu sana. Baada ya hapa ndo tunaweza kusema hizi dawa zote ni za macho ya matone, lakini kila dawa inafanya kazi yake tofauti. Katika idara yetu ya macho tuna siku za clinic, Jumatatu, Jumatano na Ijumaa, na siku ya upasuaji ni Jumanne na Alhamisi. Na wagonjwa wote wa dharura, emergency case, wanaonwa muda wote tu, siku zote kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Huduma zetu za macho ni kupimwa macho kutoka daktari bingwa wa macho, anaweza kupewa dawa. Tunazo dawa zote, aina zote za dawa, au anahitajika kupima kipimo cha miwani. Tuna kipimo cha miwani pia, na tunatengeneza miwani pia hapa Bombo. Na kama mgonjwa akihitaji upasuaji, tunafanya aina zote za upasuaji hapa Bombo. Lini ulikwenda kufanya uchunguzi wa afya ya macho yako kwa mara ya mwisho? Uchunguzi wa afya ya macho ni kitendo kidogo chenye kuleta mabadiliko makubwa. Naitwa Dr. Audrey Bernard Mwashilemu, daktari bingwa wa magonjwa na upasuaji wa macho, Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila. Karibu nikufahamishe kuhusu siku ya afya ya macho duniani, World Sight Day. Hii ni siku ya kimataifa inayoadhimishwa Alhamisi ya pili ya mwezi Oktoba kila mwaka. Na kwa mwaka huu inafanyika tarehe 6 mpaka tarehe 9. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema, yapende macho yako, simulizi yako ni mwanga kwa mwingine. Simulizi yangu kwa mwaka huu ni kupenda kuwasisitiza Watanzania wote kuhusu kujijengea tabia ya kufanya uchunguzi wa afya ya macho kila mara, angalau mara moja kila mwaka. Kwa kufanya hivyo, tutaweza kugundua matatizo ya macho ambayo yangepelekea upofu au kupungua kwa uono, na hivyo kufanya matibabu kwa wakati. Ipe afya ya macho yako kipaumbele. Karibu ufanye uchunguzi wa macho. Kwa uchunguzi na matibabu ya afya ya macho yako, tembelea idara ya macho, Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila, kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1:30 asubuhi hadi saa 9 alasiri.